Mvutano kati ya Marekani na Iran umeingia hatua mpya tena baada ya jeshi la Marekani kutangaza kuanzisha wimbi jingine la mashambulizi dhidi ya shabaha za Iran mapema Jumapili hii. Haya ni mashambulizi ya tatu ndani ya siku chache, yakifuatia kile Washington ilichokiita ni uchokozi mpya wa Tehran dhidi ya usafiri wa kimataifa katika mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa jeshi la Marekani CENTCOM, operesheni hiyo ilianzishwa muda mfupi baada ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kushambulia meli ya mizigo iliyokuwa ikivuka mlango wa Hormuz na kutangaza rasmi kuwa njia hiyo muhimu ya kimataifa imefungwa hadi itakapotolewa taarifa nyingine. Hatua hiyo imezidisha hofu ya kurejea kwa vita kamili kati ya nchi hizo mbili, licha ya juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zinaendelea kwa wiki kadhaa. Katika taarifa yake, IRGC ilisema baadhi ya meli zilipuuzia maelekezo ya mamlaka ya Iran kuhusu njia zinazopaswa kutumika ndani ya Hormuz. Jeshi hilo lilidai kuwa moja ya meli hizo ilipigwa kwa kile ilichokiita risasi za onyo na kulazimisha kusimama baada ya kukataa kubadili njia yake. Mamlaka za Iran baadaye zilitangaza kuwa mlango wa Hormuz utaendelea kufungwa hadi itakapotolewa taarifa mpya, huku zikionya kuwa hatua yoyote ya kulipiza kisasi dhidi ya uamuzi huo itakabiliwa na jibu kali na la kuumiza. Tehran pia ilitishia kupanua mashambulizi yake dhidi ya vituo vingine vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo endapo mashambulizi mapya yataendelea. Jeshi la Marekani lilitambua meli iliyoshambuliwa kuwa ni MVGFS Galaxy, meli ya mizigo yenye bendera ya Cyprus. Kwa mujibu wa CENTCOM, shambulio hilo lilisababisha uharibifu mkubwa katika chumba cha injini za meli hiyo, huku mfanyakazi mmoja wa kiraia akiripotiwa kupotea. Kituo cha Uingereza kinachosimamia usalama wa usafiri baharini UKMTO kilisema wafanyakazi wote walilazimika kuiacha meli hiyo baada ya kuharibika vibaya mashariki mwa Oman na kuhamia kwenye boti za uokoaji wakisubiri msaada. Zaidi ya saa moja baada ya shambulio dhidi ya meli hiyo, Marekani ilianza operesheni mpya ya anga dhidi ya Iran. Vyombo vya habari vya Iran viliripoti milipuko katika maeneo mbalimbali ya pwani ikiwemo Bushehr, Asaluye, Chabahar, Bandar Abbas, Sirki pamoja na kisiwa cha Keshim. CENTCOM ilisema operesheni hiyo imelenga kupunguza uwezo wa Iran kushambulia meli za biashara zinazopita katika moja ya njia muhimu zaidi za biashara duniani. Tunaendelea kuharibu uwezo wa Iran wa kushambulia meli za kiraia na biashara zinazopita kwa uhuru katika mlango wa Hormuz, ilisema taarifa ya jeshi hilo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alisema kupitia mitandao ya kijamii, Iran imefanya uamuzi mbaya, sasa inalipa gharama yake. Baada ya mashambulizi hayo, Iran ilionekana kupanua operesheni zake katika eneo la Ghuba. Ripoti zilionyesha kuwa kituo cha kijeshi nchini Jordan kililengwa, huku Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ukitangaza kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kudungua makombora na drones kutoka Iran. Qatar nayo ilisema ilizuia shambulio la kombora, huku Bahrain ikitangaza kuwasha ving'ora vya tahadhari na wakazi wa Doha kuripoti kusikia milipuko. Katika taarifa yake, IRGC ilidai kuwa iliharibu kituo cha udhibiti wa operesheni pamoja na maghala ya drone katika kituo cha kijeshi cha Jordan kinachoshirikiana na Marekani. Katika taarifa yake, IRGC imedai kuwa imeishambulia na kuisimamisha meli ya pili iliyokuwa ikivuka mlango wa Hormuz, huku pia ikirusha makombora ya ballistic dhidi ya kituo kikuu cha anga cha Marekani cha Al Udeid nchini Qatar. Jeshi hilo limesema mashambulizi hayo ni sehemu ya hatua ya tatu ya kujibu kile ilichokiita uchokozi wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa IRGC, mashambulizi dhidi ya kituo cha Al Udeid yalilenga kituo cha matengenezo ya ndege za kivita pamoja na kituo cha amri na udhibiti wa operesheni za Marekani. Aidha, jeshi hilo lilidai kuwa liliharibu vituo vya udhibiti wa operesheni na maghala ya drone katika kambi ya kijeshi nchini Jordan. IRGC pia ilisema ilifanya mashambulizi dhidi ya kituo cha kijeshi nchini Kuwait, huku ikidai kuwa operesheni hizo zililenga kupunguza uwezo wa Marekani kuendesha shughuli zake za kijeshi katika eneo hilo. Mbali na hayo, IRGC ilitangaza kuwa vikosi vyake vya anga vilifanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kusaidia meli za kubeba ndege za kivita za Marekani katika bandari ya Duqm nchini Oman. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yalilenga vituo vya mafuta, vifaa vya usambazaji pamoja na miundombinu ya usaidizi wa meli za kivita za Marekani. Katika hatua nyingine, mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran, Mohsen Rezai, alisema mlango wa Hormuz una thamani kubwa zaidi kwa usalama wa taifa kuliko hata silaha nyingi za nyuklia. Njia hii ya kimkakati ni muhimu kuliko mabomu mengi ya nyuklia
na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaendelea kuilinda kwa gharama yoyote, alinukuliwa akisema na shirika la habari la ISNA. Wakati huo huo, mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran, spika wa bunge Mohammad Baghel Alibaf, alitoa ujumbe mkali kupitia mtandao wa X akionekana kuionya Marekani kuhusu utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa kati ya pande hizo. Enzi za makubaliano ya upande mmoja zimekwisha. Tuliwaambia, timizeni ahadi zenu au lipeni gharama yake. Uhalisia sasa umefika, aliandika Alibaf akichapisha kipengele cha makubaliano kinachohusu mlango wa Hormuz. Kauli hiyo inaonekana kuashiria msimamo wa Tehran kwamba haitokubali makubaliano ambayo hayatatekelezwa kikamilifu na upande wa Marekani. Serikali ya Qatar ilijibu kwa kulaani vikali mashambulizi ya Iran dhidi ya eneo lake pamoja na mataifa mengine ya Kiarabu. Katika taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje, Doha ilisema mashambulizi hayo ni ukiukaji mkubwa wa mamlaka ya mataifa huru na ni hatua inayozidisha hatari ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Qatar pia ilieleza kuwa mashambulizi yaliyolenga Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Oman na Kuwait ni ongezeko hatari la mvutano na kuitaka Iran kusitisha hatua zinazoweza kuhatarisha usalama wa eneo lote la Ghuba. Nayo Oman ilielezea kulaani vikali mashambulizi yaliyodaiwa kulenga eneo lake. Kupitia shirika la habari la Oman ONA, serikali ya Muscat ilisema shambulio hilo halikubaliki, hasa kutokana na ukweli kuwa saa chache kabla tukio hilo ilikuwa imempokea waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kwa mazungumzo yaliyolenga usalama wa mlango wa Hormuz na kupunguza mvutano wa kikanda. Serikali ya Oman ilisisitiza kuwa itaendelea kushirikiana na wadau wa kimataifa katika juhudi za kurejesha utulivu na kulinda usalama kwa njia za kimataifa za usafiri wa baharini. Mashambulizi hayo yalitokea saa chache baada ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kukutana na mwenzake wa Oman Badri Abdul Said kujadili mustakabali wa mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, viongozi hao walijadiliana njia salama za kuhakikisha meli zinaendelea kupita katika eneo hilo bila kuhatarisha usalama wa mataifa husika. Oman nayo ilisema mazungumzo yataendelea katika ngazi za kisiasa na kiufundi. Wakati huo huo, vyanzo vya Reuters vilisema Iran, Marekani, Qatar na Pakistan zilikuwa zikijaribu kupanga mazungumzo mapya kupitia juhudi za upatanishi za Oman, ingawa haikufahamika mara moja kama juhudi hizo zilifanikiwa. Ripoti ya CNN ilieleza kuwa Oman imependekeza mfumo mpya wa usafiri katika mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa pendekezo hilo, meli zingepita kwa uhuru katika njia ya kusini iliyopo ndani ya maji ya Oman, huku meli zinazotumia njia ya kaskazini iliyo ndani ya maji ya Iran zikitakiwa kupata kibali kutoka Tehran kabla ya kuvuka. Pendekezo hilo halikupendekezwa utozwaji wa ada kwa meli zinazopita, jambo ambalo limekuwa moja ya hoja kuu za Iran tangu vita vilipoanza. Abbas Araghchi pia alishtumu Marekani kwa kuvunja makubaliano awali yaliyolenga kupunguza mvutano kati ya nchi hizo mbili. Alisema Washington ilikiuka makubaliano hayo kwa kusitisha ruhusa zilizokuwa zinaruhusu Iran kuuza mafuta yake katika soko la kimataifa kwa kutumia dola za Marekani. Ukweli ni kwamba utekelezaji wa makubaliano lazima uwe pande zote mbili, aliandika kupitia mitandao ya kijamii. Wakati huo huo, balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee alithibitisha kuwa Israel iliwahi kuishirikisha Marekani taarifa za kijasusi kuhusu kile kilichodaiwa kuwa mpango wa Iran wa kutaka kumuua Rais Donald Trump. Akizungumza na Fox News, alisema viongozi wa Israel waliwatahadharisha maafisa wa Marekani kuhusu kile walichokiita mpango maalumu uliokuwa ukilenga maisha ya rais huyo. Hata hivyo, Trump mwenyewe alikanusha kuwa Israel ndiyo iliyotoa taarifa hizo. Katika mahojiano na gazeti la New York Post, alisema tayari amekuwa akijua kwa muda mrefu kuwa Iran inamchukulia kama mmoja wa maadui wakuu. Kupitia Truth Social, Trump aliandika kuwa makombora zaidi ya 1000 tayari yameelekezwa Iran na maelfu mengine yapo tayari kurushwa endapo Tehran itajaribu kutekeleza vitisho vyake dhidi yake. Licha ya Trump kutangaza rasmi kuwa usitishaji wa mapigano umefikia mwisho, viongozi wa Marekani wameendelea kusisitiza kuwa milango ya mazungumzo haijafungwa kabisa. Maafisa wa Washington wamedai kuwa kurejea kwa mashambulizi kulitokana na kile walichokiita kundi la wenye msimamo mkali ndani ya Iran lililokuwa likijaribu kuvuruga makubaliano ya kusitisha vita.
Kwa upande wake, Iran imeendelea kusisitiza kuwa uongozi wake uko imara chini ya kiongozi mkuu mpya na hakuna mgawanyiko wowote wa kisiasa. Hata hivyo, mashambulizi ya siku za hivi karibuni yameonyesha kuwa hali ya usalama katika Mashariki ya Kati bado ni tete, huku vita vikihatarisha tena usafiri wa mafuta kupitia mlango wa Hormuz, njia ambayo kabla ya vita ilipitisha takriban 20% ya mafuta na gesi yote inayouzwa duniani. Kuendelea kwa mapigano hayo kunaweza kusababisha athari kubwa kwa uchumi wa dunia endapo juhudi za kidiplomasia zitashindwa kurejesha utulivu katika eneo hilo.